Timbani. Kikosi pia kilivyochaguliwa: Azizi Ndabwile kama kawaida kwenye eneo la kiungo mlinzi, alafu nikamwona Max pamoja na Dumbia wakiwa wanamsaidia na Duke Abuya, kisha Dumbia pamoja na Pacome wakawa na Tembo Boyeli pale mbele. Kilitokea nini na nini kilikuwa? Hebu tupitishe kiufundi nini ambacho kilitokea kwa upande wa Yanga, tutakuja kwa Mbeya City. Kwanza nikiri kwanza wazi, sina shida na mchezaji yote wa Young Africans. Kwa maana ya mchezaji mmoja kwenye maeneo ambayo amecheza, nitakwambia baadaye ni kwa nini, lakini naomba nianzie kwenye plani ambayo mwalimu wa Young Africans aliingia nayo na Mbeya City, jinsi ambavyo aliingia. Kwanza kocha wa Young Africans aliamini sana kwenye mipira mirefu, na lengo la kuamini kwenye mipira mirefu ni, kwa mimi nilivyoitazama Young Africans pia jinsi ambavyo ilikuwa imepangwa, lengo lake kubwa ilikuwa ni kuifanya Mbeya City igawanyike, isiwe na idadi kubwa eneo la katikati ya kiwanja. Yaani Yanga watumie mipira mirefu kuifanya Mbeya City eneo la katikati wahangaike kuipata mipira, na wakishakuwa haipati mipira manake wataenda maeneo ya pembeni. Wakienda maeneo pembeni manake viungo wake wawili Pacome Zouzoua na Duke Abuya na Dumbia watapata uwepesi wa kupita kirahisi kwenye eneo la katikati, ambao hawa ndo walikuwa wanacheza nyuma ya Boyeli mara nyingi. Kwa hiyo plani yake ikawa ni kupiga mipira mirefu, lakini mipira mirefu inatoka nyuma kwenda maeneo ya pembezoni mwa uwanja, aidha upande wa kushoto ama upande wa kulia. Kwa maana ukishafika mipira ishapigwa kwenda pembeni, ina maana unawalazimisha Mbeya City kukabia nje ya katikati ya uwanja. Wanasogea zaidi pembeni. Hapa katikati kuna gepo fulani ambalo nyie sasa kama Young Africans walipani kwenda kulitumia, ambao watu ambao wanapita pale kwa ni Pacome pamoja na Dumbia, ambao mara nyingi ulikuwa unaona kwenye hilo eneo. Kwa bahati mbaya sana plani yake ikashindwa kufanya kazi vizuri, kwa sababu Mbeya City inaonekana kama mwalimu wao Malale 50K alikuwa tayari ameshajua kwamba Yanga wanaweza kuja na plani ya aina hiyo. Wale mabeki wake wa pembeni kushoto na kulia wakawa hawachi hizo gaps baina yao na wachezaji wa Young Africans ambao wacheza maeneo ya pembeni, kiasi kwamba kila anayepokea mpira tayari anakuwa na mtu. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sasa kupiga ile, kuingiza tena ile mipira ndani, kwa sababu lengo ukishashambulia kupitia pembezoni mwa uwanja, maana yake unachotarajia ni kucheza mipira kutoka pembeni kuingia ndani. Kwa maana kwenye ile mipira ya kukati in ama labda kucheza cross moja kwa moja. Sasa ukiwa na wewe ukiwa umemsoma mpinzani vizuri kwenye hiyo plani, maana yake unachokifanya ni kumkaba winga wa timu pinzani. Makachofanya mara 50 kwamba mabeki wake wa pembeni kwenda toe to toe sasa na mawinga wa Yanga, kwamba ukikati ini tunaenda wote.